Kwa hiyo tukiongelea vyakula ambavyo vina rutuba nyingi za madini, kwa mfano vitamin D, calcium na multivitamins nyinginezo. Vyakula hivi vinajumuisha mboga za majani. Kwa hiyo haina haja ya kusema kwamba labda sina hela ya kwenda kununua vidonge vya vitamin D. Wewe kula matembele yako mara kwa mara, mchicha, mboga yoyote ya majani inayopatikana kiurahisi kutokana na hali yako, kula na itakusaidia sana. Lakini pia matunda kama machungwa, ukipata matunda yatakusaidia sana. Lakini vyakula hivi vya wanga kama mihogo, viazi tamu, magimbi yanasaidia pia sana kwenye kurudisha virutubisho vya mwili kwa ajili ya kukufanya urudi katika afya yako sahihi. Lakini tunasemaga vitamin D inapatikana hadi kwenye jua lile la asubuhi. Kwa hiyo hata kama huna hata shilingi moja ya kula tuseme, lakini jua kwa sababu ni la Mungu na linatoka kila siku, basi hakikisha unapata kuota jua, tunaita Kiswahili, yani kwenda kupigwa na miale ile ya jua haswa ambalo halijawa kali. Kwa lile jua la kuanzia saa 2 mpaka saa 3 saa 4 unatoka nje, unakaa kidogo, linakuchoma, lile lina stimulate tena virutubisho vya mwili na kuweza kuzalisha vitamin D kwenye mwili wako. Kwa hiyo vyakula hivi vya kawaida tu vinakusaidia sana kabla haujafikia hatua ya kwenda kusema ninunue sasa vidonge. Utofauti wa vyakula na vidonge ni kwamba vidonge vimeshachakatwa. Kwa hiyo ukinywa kidonge kwamba kitakupa kiasi fulani cha madini chuma, unakuta unakipata moja kwa moja. Vyakula ni kwa sababu ni njia ndefu kidogo ya kupata hivyo madini hayo, kwa sababu inabidi viende vikamengenyuliwe na utumbo, viende visagwe, uende kupata kunyonywa. Kwa hiyo ndio maana wataalamu wakiona labda kiasi chako cha madini chuma kimeshuka sana, watakwambia meza vidonge, kwa sababu inapelekea kunyonywa kwa uharaka na kurudisha kwenye store ya mwili kwa haraka na kukufanya ujisikie unafuu kwa haraka zaidi. Lakini zote zinashauriwa kuanzia vyakula, vidonge na hata kuota jua itakupa tu rutuba zile na mwisho wa siku utakaa sawa kwenye changamoto hizi za kukoma kwa hedhi.